أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم عليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين آمين. Leo insha Allah akituafikisha tutaendelea pale ambapo tulikomea jana katika tafsiri ya Ayatu Saif na maelezo kidogo kuhusiana na aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, aya ambayo tulianza nayo fa idhan salakha al-ashhuru al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum, yanapomalizika miezi mitukufu waueni washirikina popote mtakapowakuta, wakhudhuhum, na mwachukue mateka, wahsuruhum, na muwazingire ikiwa watakuwa wamejificha kwenye miji yenye ngome, miji ambayo ndani yake wanaweza wakakaa watu na wakafanya vitu vyao. Wahsuruhum, muwazingire. Waqudu lahum kulla marsad, na mukae muakalie katika kila njia ambayo kuna uwezekano wa kupita. Fa in tabu wa aqamu salata, ikiwa watatubia wakaacha ushirikina wakaingia katika Uislamu na wakasimamisha swala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, fakhallu sabila, mwachieni waende wanapotaka. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Tukafika pahali ambapo palikuwa panasema fa idha salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, waueni washirikina popote mtakapowakuta, baada ya kumalizika miezi minne mitukufu, ambayo tulisema mitukufu. Utukufu huu ulitokana na wao kupewa amani katika miezi ile minne, ambayo tulisema kauli rajih ni miezi minne iliyoanzia siku ya tarehe 10 mwezi wa mfungo 3 mwaka wa 9 wa hijiria, ambayo itakuwa inadumu mpaka siku ya mwezi 10 mfungo 7 mwaka huo wa 9 wa hijiria. Mfungo 3, kwa hiyo itakuwa ni mwaka wa 10 kutoka mfungo 3 mwaka wa 9 mpaka mfungo 7 inakuwa ushaingia mwaka wa 10, kwa sababu mwaka wa 10 unaingia Muharram. Dhulhijja ndio mwezi wa mwisho katika mwaka, alafu unaingia mwaka wa 10 katika Muharram. Kwa hiyo ilikuwa inamalizika tarehe 10 mfungo 7. Sasa wanachuoni wametofautiana, ambapo hatutodumu sana hapo, kwamba je, aya hii ni nasikh, inafuta ile aya iliyopo katika suratu Muhammad. Mwanzo wa suratu Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala amesema au ametaja kwamba washirikina wauawe, yani haki yao wauawe au watoe fidia, walipe. Yani imam au kiongozi anapewa khiari. Katika suratu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa idha laqitumul ladhina kafaru, mkikutana na makafiri, mkikutana nao makafiri, fa idha laqitumul ladhina kafaru fadharba riqabi, basi wapigeni shingo zao. Hatta idha athkhantumuhum, mpaka mtakapokuwa mumewalegeza, kwa maana ya kwamba mmewashinda na wao hawana nguvu. Fashuddul wathaqa, basi wakati huo watieni pingu. Fa imma mannan ba'du, baada ya hapo mkitaka mtawafanyia man, yani mtawapa uhuru pasi na masharti yoyote, mwanemeshe kwa kuwapa uhuru. Wa imma fidaa, au mkitaka mtawatolesha fidia, yani wajikomboe. Kwa hiyo aya moja huku Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba hawa makafiri watoe fidia au waachiwe huru pasi na kutoa chochote. Aya hii iliyopo katika suratu Tauba inataja kwamba moja kwa moja hukumu yao hawa ni kwamba wanatakiwa ima wauawe au wachukuliwe mateka, na mateka yenyewe wanasema wafasiri kwamba wakisha kuchukuliwa mateka waendelee kuwa mateka hivyo hivyo mpaka yawakute mauti, yani yuktaluna sabran, wanauawa kwa kuwekwa katika umateka tu, katika hali yao hiyo ya umateka mpaka mauti yatakapowakuta.
Kwa hiyo wanachuoni wanauliza aya hii, aya wanabishana ipi ni inaifuta ipi katika aya hizi, na kauli iliyo sahihi zaidi wallahu aalam ni kwamba hakuna aya katika hizi inayoifuta nyingine. Aya zote zinafanyiwa kazi, kwa sababu katika suratu Muhammad ni sura ambayo imeshuka ikielezea vita vya Badri. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa kwamba haiwi kwa nabii kwamba ajipatie mateka, ajizuilie mateka hali ya kuwa bado hata yuthkhina fil ardhi, mpaka awe amepambana vizuri kabisa katika vita, awe amepambana na amepata nguvu. Lakini kabla ya hapo nabii hatakiwi kujiwekea mateka, kwa sababu huko ni kujitafutia, kama kwamba wanajirundukia hatari. Lakini katika aya hii ya surati Tauba, pale ambapo Uislamu umeanza kumea na kupata nguvu, kama ambavyo ilikuwa hali katika mwaka wa 9 ambapo aya hii ndio zimeshuka kama tulivyosema. Mwaka wa 9 sasa Waislamu wana nguvu tofauti na wale Waislamu wa kwanza wakati wa Badri. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia kwamba katika mkishakuwa na nguvu kama hivi, likatokezea taifa ambalo mlikuwa mna mkataba nalo likavunja mkataba wa amani, wakaingia wenye wao kwenye vita, wakaanzisha vita, mkawapa muda mwingine wa amani kwamba waondoke, kwa sababu hiyo nchi sasa inakuja kufanywa kwamba ni nchi ya Kiislamu, kwa sababu nyinyi mna nguvu kuliko wao, na hakuna dola inayoweza kuwazuia, ambayo itawazuia msiweze kufanikisha hilo. Yani lazima palindwe, pachungwe maslahi na mafsadi, yapi ni makubwa zaidi. Ikiwa mnaona kwamba mnao uwezo wa kuvamia na kuiteka nchi hiyo, mkishakuwapa muda wa kwamba waondoke, wasipoondoka mnavamia na mnawaua kweli kweli, kwa sababu hapo hakuna tena sababu. Wao ndio waliosababisha, waliokuweni, kama ambavyo aya zimetaja kwamba hawa ni wale ambao wamevunja wenye wao mkataba. Halafu kabla ya hapo wao ndo walianza, kama tutakavyoona huko mbele aya 13, Allah anasema ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, kwanza wamevunja mikataba, wahamu bi ikhraji rasul, alafu kwa wanataka wamtoe mtume, bali wamemtoa mtume Maka. Halafu wahum badaukum awwala marra, wao ndio walioanza kukupigeni nyinyi kabla nyinyi hamjaanza. Mbali ya hivyo wasaddukum anil masjidil haram, pale pengine Allah anasema hawa wamekuzuieni mpaka kuingia katika msikiti kwenda kufanya ibada, pia wamekuzuieni. Katika hali kama hizi, na nyinyi mshawapa muda, ikiwa bado hawajaondoka wala hawataki kuslimu wala hawataki muwape amani, kwa sababu wanaruhusiwa kafiri pamoja na ukafiri wake. Kama hataki kuslimu wala hataki kuondoka, akaja kwenye dola ya Kiislamu akawasema mimi naomba niwekwe chini ya ulinzi, niwe katika amani, hiyo ndo aya ya mbele inayotaja jambo hilo. Hayo yote akiwa hayataki, hao inabidi wapigwe kweli kweli. Wa hiyo Uislamu haujakataa jihadi, umeamrisha jihadi na itasimama mpaka siku ya Kiyama, lakini kwa kupitia hatua zote za kiamani zikiwa zimepitiwa kwa ukamilifu kabisa, hapo ndio watu wanaweza kwenda kuwavamia makafiri. Na kwa hiyo jihadi hii inaonekana wazi katika mfumo huu kwamba ni jihadi ya kujitetea Waislamu, kama ambavyo Allah amesema pahali pengine, waqtuluhum kafatan kama yuqatilunakum kafa, wapigeni wote, wapambaneni nao wote kama ambavyo wao wanapambana na nyinyi wote. Kwa hiyo lazima kwanza iwe wamepambana na nyinyi, iwe walianzisha mapambano, halafu nyinyi ndio mtaruhusiwa sasa kwenda kupambana nao, kwa sababu hii iko wazi kwamba hapa mnajitetea, kwa sababu hawa watu hawana amani tena, hawana muamana, hawaaminiki tena, not trustworthy, hawana wenyewe wamekosa kujiaminisha, kwa sababu wamevunja mikataba. Kwa hiyo aya hizi kwa ufupi kabisa, kauli ya jamhuri ya ulama kuanzia wengi huko nyuma na mpaka hivi sasa walitafsiri hivi karibuni wanakubaliana, ukiachia tafsiri ya Ibn Jarir at-Tabari. Ibn Jarir at-Tabari ni raisul mufassirin katika aya hii, yeye amekwenda kwamba aya hii ni mansukh, wa illa iliyo dhahiri ni kwamba aya hizi zote mbili zinafanya kazi katika mazingira tofauti. Kwa Uislamu una ahkami zake unapokuwa mnyonge, kama ilivyokuwa mwaka wa 2 wa hijra katika vita vya Badr, na Uislamu una ahkami zake nyingine unapokuwa una nguvu, kama ilivyokuwa mwaka wa 9 hapa wa hijra kuelekea mwaka wa 10 wa hijra, mwaka wa mwisho kabisa wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fa idha salakha al-ashhuru al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum, ikimalizika muda ambao wamepewa wa amani, hapa waumini wanaamrishwa kuwaua kweli kweli washirikina, wakhudhuhum, na wachukue mateka. Halafu wakisha kuwachukua mateka, kiongozi wa Waislamu
ataamua kwamba ima wajikomboe au awaachie huru pasi na kujikomboa, au watumike kwa maslahi mengine kama atakavyoyaona yeye, au kama ni hatari kwa dola ya Kiislamu kwa maslahi mengine kama kubadilishana mateka, wanaweza kuamua kubadilishana mateka au kubadilishana hivi sasa wafungwa wa kivita kama wanavyoitwa, au kuamua kuwaua kutokana na hatari yao, kama ikiwa watarudi katika mikono ya makafiri wanaweza wakenda kufundisha watu wengine zaidi ile hatari ambayo waona. Kwa wale ambao ni hatari zaidi wanaweza wakauawa kama ambavyo imamu wa Kiislamu ataona ni maslahi. Wakhudhuhum wahsuruhum, na muwazingire, yani muwaweke wawe hawana uwezo wa kutoka katika maeneo yao ambayo miji yao ambayo wamejengea ngome, wamejengea kuta zisizoweza kupitika, mkae kuzunguruka mpaka waishiwe na chakula, watoke wenye wao hali ya kuwa ni madhalili kama walivyofanyiwa Wayahudi wa Madina. Waqudu lahum kulla marsad, na mkae katika kila njia ikikusudiwa zile njia ambazo most likely ni kwamba watapita kutorokea, sio kila njia kwamba kila njia Waislamu wakae, bali katika zile njia ambazo wanatarajiwa kwamba hizo wataona kwamba ni chochoro za kupita. Fa in tabu, pamoja na aya hii kwamba ndio aya tusaif, ndio aya inayotajwa kwamba ni kali zaidi katika aya inayotaja kuwaua makafiri, bado katika aya hiyo hiyo kabla ya hejesha Allah anasema hawa wanapigwa kwa sababu ya ushirikina wao. Kwa hiyo fa in tabu, ikiwa watatubia, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, basi waachieni waende wanakotaka. Ay fa in raja'a almushrikuna anil kufri ila aliman, wakirejea washirikina kutoka katika ukafiri wakaja katika imani, wa addu ma farada Allahu alayhi min as-salawati, na wakatekeleza yale walioamrishwa na Allah miongoni mwa hayo kama vile swala, bil itiyani biha ala wajhiha, wakaitekeleza swala kama inavyotakiwa kutekelezwa al-akmal, kwa namna yake ukamilifu. Wa a'tau zakata mustahiqiha, na wakawapa zaka wale wanaostahiki kupewa zaka, wale makundi 8 wanaostahili kupewa zaka. Faturuku ayuha almuslimuna tariqahum, waacheni enyi waislamu njia zao watu hao. La taqudu alaiha, msikae tena kuwavizia. Wadauhum, na muachi, yadhhabuna haithu ma yashauna, popote wanapotaka. Duna an tata'arradu lahum, pasi na kuwaingilia katika kusafiri kwao au kwenda kwao. Ameweka hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, umirtu an uqatila an-nasa, mimi nimeamrishwa kupambana na watu, na sio an uqtila an-nasa wa aqtula an-nasa, sio kuwaua watu, bali uqatila. Uqatila ni ufaila, na mfaala inaonyesha kwamba kufanyiana jambo ambalo ndani yake kuna musharaka, huyu anafanya na huyu anafanya. Kwa Mtume ameamrishwa kupambana na wale ambao wanapambana na yeye, wameanzisha vita. Pambaneni, qatilu alladhina yuqatilunakum, Allah anasema piganeni na wale ambao wanakupigeni, lakini ambao hawakupigeni Allah. Na hapo hapo aliposema kwamba muwapige wanaopigana na nyinyi, wala ta'tadu, wala msivuke mipaka, inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Allah hapendi wanaovuka mipaka katika kulipiza kisasi. Yani hata kama mmevamiwa, wamekupigeni, wamekuoneni, bado Uislamu unachunga mipaka. Na Allah kataja wazi wazi kwamba la yanhakumullahu, Allah subhanahu wa ta'ala hakukatazeni anil ladhina lam yuqatilukum fi din, wale ambao hawajakupigeni, hawajakuanzisheni kupigeni nyinyi, kukushambulieni, walam yudhahiru alaikum, wala hawajamsaidia mtu mwingine kukupigeni nyinyi. Maana inaweza kama mtu hakupigi, lakini kuna mtu anayekupiga yeye, anampa silaha au anampa ulinzi au anampa elimu ya vita au na kadha au chakula au pesa, huyu bado ni adui yako. Lakini hajamsaidia mtu, yeye mwenyewe hakushambulia wala hamsaidia anayekushambulia. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din, na iwe ni kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya nchi au kwa sababu ya ukabila au taifa au kitu kingine. Walam yudhahiru alaikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, Allah hajakukatazeni watu hawa kuwafanyia wema, yani kuwafanyia ihsani. Mnatakiwa muwafanyie ihsani makafiri ambao hawakupigeni, na muwafanyie uadilifu. Angalau kama huwezi kumfanyia ihsani, basi ishi na kafiri kwa sheria za kimataifa za Kiislamu, muda wa kuwa hapigani na wewe na wala hamsaidii adui yako anayepigana na wewe, basi mtu huyo ishi naye kwa wema na ihsani. Na kama huwezi kwa ihsani, basi angalau ishi naye kwa uadilifu, usimdhulumu kwa chochote, hata kama wewe una nguvu kuliko yeye. Kwa hiyo wanaoruhusiwa kupigwa hapa ni wale ambao wameanza vita baada ya kuwa mlishakuwa katika mafungamano au makubaliano kwamba hamtopigana nyinyi kwa nyinyi. Na pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hapa kwamba watu hawa wapigane, Mtume sallallahu anavyotaja hivi,
an uqatila an-nas, kupambana na watu wanaopambana na sisi, au hiyo faktulul mushrikina, dhahiri yake ni kwamba ni watu wote, lakini Mtume sasa akataja kwamba katika vita hivyo asipigwe mwanamke, yani asiyekuwa mwanajeshi, wala asipigwe mtoto mdogo, asiuawe mtoto mdogo, wala mtu ambaye mtawa ambaye yupo katika hekalu lake anaabudu, au kiongozi wa ibada yoyote yule ambaye yupo katika ibada yake, au mfuasi. Mambo haya yote hayapatikani katika dini nyingine zote. Tunashuhudia wanavyofanya Waisraeli hivi sasa, pahali ambapo pana kanisa la Wakristo au msikiti wa Waislamu, kwa wao hiyo ndio favorite target, ndio target inayopendeza zaidi kupiga katika kanisa. Kuna makanisa ambayo yameripotiwa katika hivi vita vya Gaza, imepigwa kanisa moja mara 9, na wala sio msikiti, achilia mbali msikiti, kanisa ambapo Wakristo wa huku, Wakristo weusi hata hawajui namna ambavyo wale Wakristo wa kule Nazareti kwenyewe alikozaliwa Isa Yesu wanavyoteseka, na wao wanaona kama kwamba Ukristo ni dini ya Waingereza, dini ya wazungu, dini ya watu wa Europe. Wanasahau kwamba pale ndio chimbuko na pale ndio walipozaliwa, na Wakristo hao wanateswa vibaya na kudhalilishwa na Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi katika dini yao, kila akiwa wenyewe wakitaja tu Amalek nadhani wanakusudia kwamba ni kuua mpaka watoto wadogo, kwa hoja kwamba mtoto mdogo akilelewa katika mazingira ya mpinzani, naye siku moja atakuja kuivamia Israeli na itakuwa katika mafunzo yake na damu yake hivyo kupambana na Israeli. Kwa hiyo wanahalalisha mpaka kuua mtoto mdogo. Jambo hili halipo katika Uislamu, na Waislamu inafaa waende kifua mbele wakielezea jihadi yao kwamba jihadi yao ina misingi ya utu na misingi ya kiimani. Yani kuna ile misingi basic ya kiutu, halafu ina ziada ya misingi ya imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, ikiwa haruhusu Allah kupambana na mtu mpaka yeye awe amekuvamia kwanza au amevunja ahadi, halafu ameanzisha vita na amekuzuia katika kueneza dini. Kwa hiyo kama pahali hapakatazi kueneza Uislamu, Waislamu hawaruhusiwi pahali hapo kwenda kupavamia na kufanya jihadi. Amesema katika hadithi hii, umirtu an nuqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqimu salata, na wasimamishe sala, wa yutu zakata, na watoe zaka. Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum, watu wakifanya mambo hayo watakuwa wao imejikinga kwangu mimi damu yao, wa amwalahum, damu yao kuimwaga itakuwa ni haramu, na mali yao itakuwa kuichukua ni haramu, illa bihaqi alislam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu, yani kutoa zaka katika mali zao kama ni haki ya Uislamu, au kutoa fidia au kafara kwa makosa watakayoyafanya kwa kutumia mali zao, watalazimika kufanya hivyo, na damu zao zitakuwa ni halali bihaqi alislam, ikiwa watakuwa wameshawahi kuoa au kuolewa wakazini, hapo itamwagwa damu yao, au ikiwa wamemuua Muislamu mwingine kwa makusudi watalazimika vile vile na wao kuuawa, au kwa jambo jingine litakalolazimisha kumwagwa sehemu ya damu yao kama kuiba kwa kukatwa mkono na mfano wake. Hizo ndo illa bihaqi alislam, isipokuwa kwa haki alislam, wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii pamoja na mambo mengi inayofundisha ndani yake, inafundisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kupambana na watu mpaka wafanye mambo mawili makubwa. Jambo moja ni kuingia katika Uislamu na kutoka katika ushirikina, ambayo ndio shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na jambo la pili kuithibitisha hiyo la ilaha illa Allah kwa kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga, na huu ndio Uislamu wote, kama ambavyo sehemu nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qul la ilaha illa Allah thumma istaqim, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimeamini kwa kutamka shahada, thumma istaqim, alafu kuwa na istiqama kwa kutekeleza nguzo swala na zaka na hija na saumu, ambayo ndio mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha kwa mwanadamu. Kwa hiyo dini yote kwa ufupi wake ni kuingia katika dini, halafu ukabakia katika msimamo katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha. Mtu akifanya hayo atakuwa imesalimika heshima yake kuvunjwa na mali yake kuchukuliwa na damu yake pia itakuwa ni haramu kumwagwa. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe kwa mwenye kutubia miongoni mwa waja wake, ni mwenye kuyaghafuru, yani anayaficha na kuyastiri madhambi yao, na wayatajawazu an muakhadhatihim biha, na anachupa hawapatilizi kutokana na madhambi yao hayo. Wa rahimun bihi, mwenye kuwarehemu. Wa min rahmatihi, na katika rehema zake, an wafaqahum litauba, ni kule kuwafikisha kutubia,
baada ya kuwa walikuwa washirikina, waqabilaha minhum, yeye ndo anayewapa taufiki, halafu yeye ndo ambaye anawasamehe, anakubali, wala yuaqibuhum baadaha, wala hawaadhibu kutokana na hilo. Yani anapotubia mwanadamu, ikiwa ni mshirikina kuingia katika Uislamu au Muislamu alikuwa anafanya dhambi kuingia katika taa, tauba yake imezungurukwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kwanza Allah kumwafikisha, kama ambavyo tutaisoma hii somo hili kwa urefu tukifika katika hadithi ya ala thalathati alladhina khulifu, ambapo Allah amesema thumma taba alaihim liyatubu, halafu Allah aliwasamehe ili waweze kuomba msamaha na tauba. Kwa hiyo tauba ya mwanadamu inatanguliwa kwanza na tauba ya Allah na rehma yake, halafu ndo mwanadamu, yani mpaka uwafikishwe kutubia ni kwamba Allah ameshakurehemu, halafu kisha kutubia Allah anapokea toba yako, halafu akishakupokea toba yako anafuta madhambi yako, halafu badala ya madhambi yako anaweza, ikiwa utajitahidi zaidi, pale palipokuwa na madhambi yako kuwe kwa wema, na asikulipe kutokana na maovu uliyofanya, na akulipe badala yake wema ambao umewekwa uliofanya baada ya kutubia. Aya inayofuata akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka, na ikiwa mmoja miongoni mwa washirikina watakutaka wewe ulinzi, faajirhu, basi mpe ulinzi, hatta yasmaa kalam Allah, ili asikie maneno ya Allah. Yani mpe ulinzi, sio hatta yaslima au yastaslima, sio kwamba mpaka atakapojisalimisha au kuslimu kuingia katika Uislamu, la, bal hatta yasmaa kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umpe ulinzi ili aujue Uislamu unasema nini, Qur'an inasema nini, Allah anataka nini. Halafu liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina, akitaka kubakia katika Uislamu abakie hali ya kuwa anajua, na akiwa anataka kuangamia katika ukafiri aangamie hali ya kuwa kashapata ujumbe. Wala hapo hutolazimikwa tena wewe kwamba ikiwa hajaslimu, haisemi hii aya kwamba ikiwa hajaslimu umuue, la, anasema Allah thumma ablighu ma'manahu, halafu mfikishe sehemu ambapo yeye atakuwa anaona kwamba sehemu hiyo ni amani, wala sio wewe unapoona kwamba sehemu hii ni amani, bali yeye anapojiaminisha, hapo ndio umfikishe. Ni jukumu lako wewe ulimpa ulinzi mtu huyu, ambayo inakuwa ni usalama wa kimataifa chini ya diplomasia yenu, chini ya ubalozi wenu. Nyinyi ubalozi wenu ndio utakuwa una jukumu, una wajibu wa kumfikisha mtu huyu sehemu ambapo yeye anaona kwamba yupo katika amani. Thumma ablighu ma'manahu dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, imekuwa hivyo kwa sababu wao ni watu ambao hawajui haki na batil, na hawajui mambo ya akhera, wanajua tu mambo ya ulimwenguni. Amesema ai wa inistamanaka, ikiwa atakuomba amani, yani atataka ata-apply, ataomba kutoka kwako wewe umpe amani, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadun minal mushrikina, yoyote yule miongoni mwa washirikina, alladhina amartuka biqitalihim, ambao nimekuamrisha katika aya iliyopita kwamba uwaue, faaminhu hatta tatlua alayhi alquran, basi mpe amani mpaka umsomee Qur'ani ambao ndio kalamullah. Na hapa kama tutakavyokuja katika fawaid, hii ni dalili ya wazi kabisa kwamba Qur'ani ndiyo kalamullah, na ikiwa ni kalamullah haiwezi ikawa ni makhluk, kama ambavyo tutakuja kuona katika fawaid. Wayasma'ahu, na aweze kusikia Qur'ani, wayafhama ma unzila alayka, na yafahamu yale yaliyoteremshiwa wewe, liyakuna ala basirati min amrihi, ili awe katika ujuzi na uwazi wa jambo lake, watakuma alayhi hujjatullahi, na iweze kusimama kwake hoja ya Allah. Thumma ablighu ma'manahu thumma illam yuslim, halafu ikiwa hajaslimu, fatrukuhu, muachie, yarji'u ila baladi, arudi katika mji wake, wa diyarihi, na katika makazi yake, allati ya'manu fiha, ambayo yeye anahisi kwamba yana amani. Na ikiwa mji wake na makazi yake ni sehemu ambapo Waislamu bado wanapavamia, hapana amani, basi umpeleke katika sehemu ambayo yeye atahisi kwamba kutakuwa kuna amani na hatovamiwa na Waislamu. Dhalika, hukumu zimekuwa hivyo, biannahum qaumun la ya'lamun, ay a'ti ya Muhammadun sallallahu alayhi wasallam almushrikina alaman, wape washirikina amani, hatta yasma'u alqur'ana, mpaka wasikie Qur'ani, min ajli annahum qaumun jahalatun, kwa sababu wao ni watu wajinga, la ya'lamuna dina Allahi, hawajui dini ya Allah, wa thawabahu, na malipo yake, wa iqabahu, na adhabu zake, fayahsula lahum alilmu bisima'ihi, kwa hiyo inatakiwa wao wapate elimu kwa kuisikia Qur'ani, watakuma alaihim alhujjatullahi ala ibadihi, na isimame kwa wao hoja ya Allah. Na hapa katika faida vile vile ni kwamba elimu ya dini inapatikana kutoka katika kitabu na sunna, sio katika maneno ya alim yoyote awaye yule, muda wa kuwa hashereheshi Qur'ani na sunna, bado hiyo sio elimu.
alilmu qala Allahu wa qala ar-rasul, kile alichokisema Allah na alichokisema Mtume. Kwa hiyo anayetaka kufundishwa akida nzuri ni yule ambaye anachukua akida yake kutoka kwa Qur'ani na Sunna. Anayetaka kufundishwa fiqhi nzuri ni yule ambaye anachukua fiqhi yake kutoka Qur'ani na Sunna, kwa sababu elimu hasa ambayo watu wanatakiwa wapate ile ya msingi kabisa ambayo itaweza kubadilisha tabia zao inatoka katika Qur'ani na Sunna. Ama yale maneno ya wanachuoni na maelezo yao ni ziada, ni vitu vilivyokuja vya nyongeza, lakini msingi kabisa watu wanatakiwa wasikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fawaidi za aya hizi, qauluhu ta'ala fa idhan salakha al-ashhuru al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum, hi amma jami'a al-muslimin, ina jami'a al-mushrikin, inaenea amri hii kwa washirikina wote, tukasema isipokuwa wale ambao nasu zimekuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza asiuawe mwanamke ambaye hajashika silaha, wala asiuawe mtu mzima kizee ambaye hapambani, wala asiuawe mtoto mdogo, wala mtu akiwa katika nyumba yake ibada vile vile asiuawe, na kadha na kadha katika mambo, wala asiuawe mtu katika msikiti mtakatifu wa haram. Pamoja na kwamba aya hii imekuja hivyo, bado Allah amekataza wala tuqatiluhum inda almasjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum fihi faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin, wala msiwaue katika msikiti wa haram ikiwa watakimbilia hapo mpaka wao wawe ndio wamekuanzisheni vita wakakuweni nyinyi katika haram. Ikiwa watakuweni basi na nyinyi waueni, na hayo ndio malipo ya makafiri. Yani wakianzisha vita popote pale watarejeshewa vita vile vile. Na kauli yake Taala wakhudhuhum, na washikeni, yani wachukueni mateka. Fihi annahu yajuzu al-asru badala al-qatl, inafaa kuwafanya mateka badala ya kuwaua. Watakhyiru bainahuma, na kwamba kuna option, mtu ana khiari, imamu kiongozi ana khiari kwa kuzingatia maslahi ya Waislamu wala sio maslahi yake binafsi au matakwa yake ya nafsi. Na kauluhu Taala wahsuruhum, na muwazingire, waqudu lahum kulla marsad, mwakalie katika kila njia ambayo inawezekana kupitwa. Fihi jawazu hisarihim, inaonesha kujuzu kuwazingira, wal ighara, na kuwavamia, alaihim wao, wa bayatihim, na kuwavamia usiku. Na amesema kalimatu kullu fi qawli ta'ala waqudu lahum kulla marsad, hii tumeshaisema kwamba inakusudiwa zile njia ambazo most likely wanaweza wakapita. Halafu waqudu lahum kulla marsadin, wanafundishwa Waislamu kwamba katika vita wawe na taanni, wafanye vitu kwa mpangilio, wawe na planning, isiwe tu vita vya kuvamia na kumalizika hapo alafu ndo mshamaliza. La, vita vimepangwa vizuri. Waqudu lahum kulla marsadin, na mwe na plani ya kukaa sehemu zote ambazo ni possible wao watapatikana, hizo mwe mnaweza vizuri kuzidhibiti na mzipangilie. Kwa hiyo wanafundishwa Waislamu katika vita kuwa na taanni, yani kufanya mambo kwa uzuri, kwa upole, kwa mipango. Halafu amesema wa min thamma fawaidi kathira, zimetajwa hapa, lakini nadhani hizo tulizozitaja zitakuwa zinatosheleza, isipokuwa tutataja pia katika faida, wa in ahadu min almushrikina istajaraka faajiruhu hatta yasma' kalam Allah, yadullu ala anna almaqsud, inaonesha kwamba maksudio ya kuwapa amani washirikina, makusudio min shar'i alqatli qabuli dini wa iqraru bitawhid, makusudio ya kuwekwa jihadi yote hii na kuamrishwa watu kuwaua washirikina ni kwa ajili ya kusimamisha dini, waikubali dini na watu wakubali tauhidi. Haya ndio malengo, sio kwamba watu wanauawa damu zao bure bure. Kinachotakiwa ni tauhid na dini isimame. Likisha kusimama hilo, hakuna tena namna ya kuwatafutia watu kuendeleza vita. Ndio maana ikaja fa intabu wa aqamu salata. Alafu vile vile wa in ahadu min almushrikina, hiyo inaonesha aya hiyo fihi isharatun ila wujubi da'wati qabla alqital, ni ishara juu ya ulazima wa kuwalingania kwanza makafiri kabla ya kupambana nao. Ndio wanaambiwa kwamba mpaka wasikie maneno ya Allah, kwa sababu hawa ni watu wasiojua. Kwa hiyo kabla ya kupambana nao kunatakiwa kufanywe namna ya kuwafikia. Na leo hii ambapo ni rahisi kila mtu kutangaza idea yake kupitia social medias, inakuwa ni wajibu kwa Waislamu kujiengage kwenye social medias kama ambavyo watu wengine wanaeneza fikra zao na wao kueneza. Walillahi alhamdu, swala la Gaza limefungua macho sana kwamba watu wanaweza kutumia mtandao wakaweza kufikisha ujumbe wao
na matendo yao yakaonekana na walimwengu moja kwa moja hivi sasa, na hiyo ikawa ni sababu ya watu kuweza kusoma dini na kuingia katika dini kama ambavyo imedhihiri. Kwa hiyo Waislamu, kama ambavyo ni wajibu kwao kufanya da'wa offline, vile vile ni wajibu kwao kwa zama hizi kufanya da'wa online, kwa sababu online da'wa inamfikia mtu hata akiwa chumbani kwake, kitandani kwake, usiku au mchana, muda wote ambao atajisikia mtu anaweza kufikiwa na da'wa. Na jambo hilo, kufanya da'wa hiyo online, kwa mujibu wa aya hii, ni katika malengo ya qital, kama yani kama mtu anaifanya jihadi bali kabla ya kufanya jihadi ni wajibu kwanza mtu kufanya da'wa offline na online. Lakini ikiwa pale inatokezea jihadi, basi bado itabakia vile vile kutumia media zote zinazopatikana, yani ikiwa ni magazeti au televisheni au kwa kutumia social media au kitu chengine, kueneza kwanza Uislamu na kufahamisha watu wote waujue vizuri Uislamu kabla ya kuliendea swala la jihadi. Na ilikuwa halijafanyika jambo hili alafu watu wakavamiwa, itakuwa Waislamu hao wameenda katika jihadi ambayo haijafuata taratibu. Na katika Uislamu matendo yoyote yanayofanywa pasi na utaratibu hayawezi yakawa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya hii vile vile fihi hujjatun sarihatun limadhhabi ahli sunna wal jamaa alqailina bi anna alqur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Katika aya hii ambayo Allah amesema hata yasma kalam Allah, kuna hoja kwetu sisi ahlu sunna wal jamaa iliyo wazi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii miongoni mwa Imam Ibn Qayyim anasema kuna mamia ya dalili yanayoonyesha kwamba Qur'ani ni ghairu makhluq. Lakini moja katika hizo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kwamba yeye ndiyo kiumbe bora zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasema a'udhu bikalimati llahi tamma, mimi ninajikinga kwa kutumia maneno ya Allah yaliyo kamili, hii inaonyesha kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluq, sio kiumbe. Kwa sababu leo ingalikuwa ni makhluq, mtume angalikuwa anajikinga kwa Allah kwa kutumia yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ni bora zaidi kuliko viumbe wengine. Lakini alipoacha kujikinga kwa kutumia nafsi yake na akatumia maneno ya Allah, inaonyesha kwamba maneno ya Allah ni sifa za Allah, na sifa za Allah kama alivyo yeye mwenyewe. Allah hajaumbwa na sifa zake vile vile hazijaumbwa, ni sifa za dhati yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kalamullah ghairu makhluq. Qur'ani hii ni dalili ya wazi, hata yasma kalam Allah, ikikusudiwa Qur'ani kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, na maneno ya Allah ni sifa za Allah, kwa sababu wanazungumza na sifa za Allah, si kiumbe, kwa sababu sifa za kiumbe ni kiumbe na sifa za muumba zinakuwa nazo vile vile ni sehemu yake yeye, dhati yake yeye mwenyewe au vitendo vyake yeye mwenyewe Allah jalla wa ala. Qawluhu ta'ala hatta yasma kalam Allah nasun sarih fi anna hadha alladhi naqra'uhu wa natluhu. Haya ni maendelezo yale kwamba hii tunayoisoma Qur'ani ndiyo yenyewe hasa maneno ya Allah, kama vile mahakamani mtu anavyosema kwamba mtu fulani amesema kadha kadha kadha. Yale maneno pale mahakamani hayachukuliwi kisheria kwamba ni maneno yako, bali unanukuu maneno ya mtu mwingine. Kwa hiyo Qur'ani hii tunayoisoma ndiyo hasa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sautu sautul qari, na sauti ni sauti ya msomaji. Wal kalamu kalamul bari, na maneno ni maneno ya Allah muumbaji. Li anna Allah sarraha bi anna hadha almushrik almustajaru yasma'u kalam Allah, kwa sababu Allah ametaja wazi wazi kwamba huyu mshirikina ambaye amepewa amani na Waislamu anasikia maneno ya Allah ambayo atakuwa anayasoma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wa in ahadu min almushrikina istajara, katika aya hii kunaonyeshwa maali akhlaqi almuslimin, tabia za juu tukufu kabisa za Waislamu, kiasi kwamba hata kwa watu ambao wamewavamia na wamevunja mkataba, bado ikiwa watataka amani wanayo nafasi ya kuja kupata amani. Ikiwa watataka amani kwa kuja katika mji wa Kiislamu au kutoroka kutoka katika mji wao ambao Waislamu washatangaza kwamba baada ya miezi minne tutakuja kuuvamia mji wenu na kuufanya uwe wa Kiislamu, na baada ya hapo, yani kama walivyoambiwa watu wa Maka, baada ya hapo hakutakuwa tena na ruhusa ya kufanya mambo ya kikafiri katika mji, katika Baitullahil Haram, ya kutufu hali ya kuwa mpauchi, na au kuja mtu kufanya hija hali ya kuwa ni mshirikina. Kwa hiyo pamoja na hivyo vyote wameambiwa ima watoroke au waje kwenye dola ya Kiislamu, watapewa tena amani, pamoja na kwamba wao wamefanya uovu. Hii kuonesha tabia takatifu kabisa za Uislamu zilivyotengenezwa na muumbaji mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu ahkam, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Naam mashaikh.
Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Naam, shukran Shabasi kwa darsa. Na mimi swali langu lipo katika hii aya ya mwisho hii, wa in ahadu min almushrikina stajaraka faajirhu. E, katika namna yetu ya mtazamo, katika namna ya kuweza kuwalingania wasio Waislamu, nasema baadhi tunaweza kuwa tunapata vikwazo fulani ingawa hapa nataka kuweza kupata maana ambayo itakuwa ina relate na hii aya ambayo tumeisoma hapa katika sura hii, Suratu Tauba, na katika Suratu Yunus Allah aliposema qul indhuru madha fi samawati wal ardi wama tughni al ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun, yani kwamba aya na haya maonyo wakisomewa hawa ambao wasioamini hayana manufaa kwao. Sasa na huku Allah anasema wa in ahadu min almushrikina stajaraka faajiru hata yasmaa kalam Allah. Labda nipewe maana ambayo ina correlate hapa na kwa hizi aya mbili, kwa sababu yani ili isiwe ni kama kizuio kwamba hata yani labda mtu anaona kwamba hata kafiri anaposikia labda Qur'ani inatolewa maana zake, yani hatofaidika na chochote na yale maonyo au na zile ayati ambazo zinasomwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aya zinazotaja kwamba makafiri hawasikii au sawaun alaihim andhartahum am lam tundhirhum la yu'minun, uh, na aya zinazotuamrisha sisi kufanya dawa ni aya mbili ambazo hazikinzani. Sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameambiwa inna alaika illa albalagh, wewe jukumu lako ni kufikisha, hata kama watu una uhakika, unaona kila dalili kwamba hawa watu hawaamini. Lima taidhuna qauman, waqalu, watu walioambia watu wa Bani Israil, lima taidhuna qauman, kwa nini mnawapa mawaidha watu? Lima taidhuna qauman Allahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida, Allah watu hawa anawaadhibu, wameshaandikwa kwamba hawa wanaadhibiwa, hawa hawasikii. Watu wa Sabato wanaendelea kumuasi Allah katika siku ya saba. Bado waumini walisema qalu ma'dhiratan ila rabbihim wa la'allahum yarji'un. Sisi malengo yetu ni kupata udhuru, kupata hoja kwamba tuliwafikishia dalili, na pia huenda wakapatikana kati yao ambao watarejea. Sisi hatuwezi kujua. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kufikisha. Halafu katika kuitikia watu wapo, wametaja kwamba wapo miongoni mwao ambao kama sahaba mathalan aliyesema kwamba mimi nilipita Mtume sallallahu alaihi akiwa anaswalisha swala ya maghrib, yani akiwa bado hajaslimu. Halafu akaja akasema, nikamsikia Mtume sallallahu alaihi anasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, aya moja tu anasema. Nikamsikia Muhammad anasema, je, wao wameumbwa pasi na chochote kile au wamejiumba wenyewe? Yani kama wanavyoamini atheist kwamba je, wameanzishwa from nothing halafu akawa very complicated being kama alivyo binadamu, au walijitengeneza wenye wao? Anasema kada qalbi an yatira, bado ni kafiri. Anasema moyo wangu ulikaribia utoke uruke kama anavyoruka ndege. Kwa hiyo kafiri, upo uwezekano akasikia, na hili tunalishuhudia kwa wengi miongoni mwao wanaosoma Qur'ani page to page, isipokuwa kuna makafiri ambao wenyewe wameshajichagulia kwamba vyovyote itakavyokuwa yeye haslimu, au makafiri kama hawaku kwetu ambao hawataki kule kusikia, hawataki. Yani ukimwanza kumsomea aya za Qur'ani anakwambia kabisa yeye hataki kusikia habari yoyote, kwa sababu anajua huko hatakuwa na uwezo wa kusema, hatakuwa na uwezo wa kudefend kile anachokiamini. Kwa hiyo makafiri, sisi jukumu letu ni kuwafikishia ujumbe, na ndio maana Allah akasema katika aya hii hata yasmaa kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Swala la kuslimu, la kuathirika na kile na ile unachomwambia si jukumu letu sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa mara nyingi hivyo, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wallahu a'lam wa ahkam. Sijui kama itakuwa ndio swali ambalo ulikuwa unaliuliza tumelijibu au vipi? Naam, 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 shukran. Jazakallah. Naam, kama kuna mwenye nyongeza au swali jingine. Kama hakuna, tufikie hapo mpaka kesho insha Allah. Tulitarajia kwamba leo tutaendelea na nyingine, lakini haikuwa riziki. Mpaka kesho, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.